kipindi cha uchaguzi ndani ya chama. Ndio. Ambao ulimpata Tundu Lissu mwenyekiti na makamu mwenyekiti John Heche. Ni uchaguzi ambao ulipelekea baadhi ya wanachama kuhama. Sasa hivi tunasikia wengine wanahitaji kurudi na wengine tayari wameshahama, wengine washapata vyeo kwenye vyama vingine vya kisiasa. Na watu walikuwa wanajipambanua kabisa kwamba mimi niko upande wa fulani, mimi niko upande wa fulani. Wewe ulikuwa ngazi ya taifa, katibu mkuu wa Bavicha. Ndio. Ulikuwa kwa Mbowe, kwa Lissu? Sawa, hilo swali nimeweza kuuliza mara nyingi sana, lakini ukweli ni kwamba kutoka moyoni mimi nilikuwa kwa Mbowe. Nilikuwa kwa Mbowe kwa maana kwamba aliyekuwa mwenyekiti wakati huo alikuwa ni Freeman Aikaeli Mbowe. Hajakabidhi kijiti. Yaani uwezi kwenye sekretarieti ya chama, wewe ni mjumbe wa sekretarieti ya chama, wewe ni mwandishi wa mitasari yote ya chama, wewe ni msaidizi wa karibu sana wa katibu mkuu, alafu ukamwacha mtu uliye naye, yani ambaye hujamaliza naye muda, yani muda wake haujaisha. Sio rahisi kabisa. Lakini nilikuwa nina kikomo kwamba naenda nikifika hapa sitagusa hapa, lakini nikifika hapa mimi nitasimama katika haki. Na ndio hata katibu mkuu wetu kwa maana Mheshimiwa John Mnyika alisema katika haki. Yeye alikuwa bado anaamini katika Mbowe kwa sababu Mbowe alikuwa nani? Mwenyekiti. Lakini kufika kwenye uchaguzi sasa akasimamia uchaguzi kwa haki kabisa, basi akampata mwenyekiti mwingine. Na kitendo cha kizuri kabisa ambacho hakijawahi kutokea. Yaani ulikuwa uchaguzi wa historia, yaani kwamba mtu anakabidhi kijiji kwa mwingine, maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Sasa inatokea kweli kwamba lazima kiongozi yote mzuri lazima awe na upande. Yaani hakuna mwanasiasa anayekosa upande. Huyu anayekosa upande inaonekana sio mwanasiasa. Lakini mwanasiasa lazima uwe na upande, lazima uwe na kundi kwamba kundi hili linaamini katika mimi. Sasa nirudisheje kwenye mstari? Ni wewe sasa kama kiongozi utaongozaje kwenda mbele. Lakini ukweli mimi nilikuwa timu Mbowe kwa maana ya kwamba Mbowe alikuwa mwenyekiti. Sasa mimi wakati huo nasimamia uchaguzi wa Bavicha. Sawa? Lakini baadaye nimesaidia kusimamia uchaguzi wa chama kwa maana ule mkutano mkuu. Nisimamia na msaidia kwa sababu ni ofisi ya katibu mkuu, namsaidia katibu mkuu kusimamia ni uchaguzi. Sasa kwenda upande na nini wakati uchaguzi unaendelea na mimi ningetoka nje nianze kusema mimi timu Mbowe, hapana. Ila uhalisia kweli na uhalisia ndio kwa. Ila akishinda mtu ameshinda, kwa mfano alivyoshinda nani aliyekuwa makamu mwenyekiti kwa maana ya Tundu Lissu, unaunga huko bana, yeye ameshinda huyu, twende, maisha yanaendelea. Mambo ya kuwa kigeugeu unaenda huku. Sasa inawezekana wewe sasa wenda hicho chama chenyewe ulikuwa ukipendi, ulikuwa geresha, lakini wewe hutaki uipende taasisi. Ukimpenda mtu utapotea kwa sababu mtu kila mtu ana mawazo yake. Ila ukipenda taasisi hata kama akiumba mtu utamwacha, na ndio maana imenitokea mimi naipenda taasisi, ndio maana Bulaya ametoka na wewe nenda, lakini mimi nabaki na nini na taasisi yangu. Yeah. Utakuwa mtu wangapi kuamini Freeman Aikaeli Mbowe ni kama kuna muda aliacha yale maono ya chama, na baadhi pia wanachama wamesikika katika mahojiano kadha wa kadha wakisema kwamba ni kuna muda ni kama waliona mwenyekiti baada ya kutoka jela amepoteza ile direction yake, ile view yake kama kuibeba taasisi. Wewe ungekuwa mtu wangapi kuamini kwamba Aikaeli Mbowe pia alikuwa ametoka nje ya mstari? Ni ngumu kusema kama nilikuwa ngapi, lakini ukweli ni kwamba Mbowe alitoka nje ya mstari. Kwa sababu haiwezekani ukatulia huo muda wote. Yaani ukimya gani wa hivyo? Lakini nafurahi kwamba niko jela, nimesikia kwenye msiba wa muasisi wa chama chetu Mzee Mtei alitoka hadharani akasema. Kwa hiyo angalau watu wakaanza kumbe tuko naye. Lakini hapo awali watu wameshaanza kumweka pembeni kwamba huyu sio mwenzetu. Kwa sababu ukimya nao ukizidi ni changamoto. Japokuwa kimya ni jibu, lakini kuna wakati sasa kimya kinakuwa sio jibu tena, inakuwa ni changamoto. Kuna wakati alipotoka akawa na matenzo, nashukuru Mungu kwamba alishikilia akaona huko anataka kwenda pana changamoto. Hakuna watu walikuwa wanategemea kama anaenda kwa mgombea urais wa chama chao. Yaani ukichekeshwa ni kwamba kuna kichekesho fulani, watu wameingia kwenye ukumbi wanaamini wanakwenda kumtunuku awe mgombea. Mshasiku anawaambia mimi sipo hapo na sitakuja kwenye mkutano. Sasa tufanyeje? Tumbe Thomas Masaru twende na hiyo ishatokea, na ndio mkutano mkuu wa kumtona mgombea. Ila vikao vimeshapita taratibu zote kuzifanyika. Ila siku ya mwisho sasa tunaenda kumtunuku mgombea kwa maana ya kumtangaza tutoe, hayupo na hawaruhusu mtangaze. Basi tufanyeje? Thomas Masaru shikilia watu gombea twende. Kwa hiyo kuna vitu pia ingeumiza Chadema
kiasi gani kama ingekuwa hivyo? Tunazungumzia katika prediction kwenye siasa kama Freeman, kwa namna ambavyo mapokeo kwamba anaondoka, ingetokea kwenye prediction hiyo, ingekuwa vipi? Ingeiweka Chadema katika engo gani? Maana ni kama kulikuwa kuna mgawanyo mkubwa zaidi wa hawa figures wakubwa wawili ndani ya chama, Lissu pamoja na Mbowe. Kwenye siasa kila mtu kila kiongozi ana watu. Kwa hiyo wale watu, wewe kiongozi na watu, jumlisha watu tukiweka pamoja ndio tunaipata taasisi, yani ndio inakuwa uimara wa taasisi. Kwa hiyo Freeman Mbowe angetoka akasema nimejiunga na chama fulani, kuna watu tungewapoteza wengi sana, tungepoteza. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kuna watu mpaka leo wanaamini kupigia nani? Freeman Mbowe. Sasa kule kuamini kunaanza kupungua polepole kulingana na mtu pia anaipenda taasisi au anampenda mtu. Sasa watu wanaopenda mtu sio wote, lakini angalau kuna asilimia fulani wanapenda mtu, kwa hiyo wangeenda naye. Nakumbuka kwamba anapokuwa kwa mfano makamu mwenyekiti sasa hivi kwa maana John Heche, anapokuwa kiongozi anakuwa na watu wake wa karibu. Yaani lazima atengeneze watu wake wa karibu ni fulani. Yaani fulani ndio mtu wake wa nini? Yaani hata kama unataka kumfikia utakuwa na mtu wa kuwasiliana naye ili mfanye nini? Umfikie. Kama alivyokuwa Mbowe, maana yake naye alikuwa na watu wake wa nini? Wa karibu. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unatengeneza base yako. Sasa kutengeneza base yako, unapohama kuna asilimia fulani base yako lazima ikufuate. Kwenye kukufuata pale kuna watu mambo yanapotea, unachanganya watu na nini, kwa hiyo mtu wa siku inakuwa changamoto. Kwa hiyo base ya Mbowe ilikuwa ni kubwa sana, kiasi kwamba kama watu wangeamua wote waende wangetupoteza. Yaani ingetokea kati sasa Chadema kuna nguvu zinapungua. Lakini nafurahi kwamba katika maisha yangu yote ya siasa kuna operation ambayo ishawahi kuhiti kuliko zote, nadhani ni hii no reforms no election.